Waziri wa Afya Aden Duale amejikuta kati ya mjadala mkali kufuatia matamshi aliyoyatoa wakati wa hafla ya uwezeshaji wa jamii katika eneo la Lafek, kaunti ya Mandera. Video ya matamshi hayo ilisambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, huku Wakenya wengi wakielezea kuwa yalikuwa yanailenga jamii ya Agikuyu na yanaweza kuhatarisha mshikamano wa kitaifa. Kulingana na matamshi ya Duale, alisema kuhusu Wakikuyu ati ni mafisi. Kaa ni mimi ningekuwa rais, ningemuondoa kuwa minister, na tena astahili kuwa kiongozi. Juu kiongozi ni kiongozi wa kuongoza wananchi wa Kenya. Na kwa Kenya hatuna ati jamii fulani ama uongozi wa matusi. Tunataka uongozi wa kupeleka nchi yetu mbele. Mimi kama Mkenya ningeomba sana huyo waziri aombe msamaha. Baadhi ya viongozi wa kisiasa wamemtaka Duale kufuta matamshi hayo na kuwaomba radhi wa Kenya, wakisema viongozi wa umma wanapaswa kuwa waangalifu wanapozungumzia masuala yanayohusu jamii mbalimbali. Kwa upande wake, Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano NCIC imeanzisha uchunguzi kubaini iwapo matamshi hayo yanakiuka sheria zinazopiga marufuku uchochezi wa kikabila na matamshi ya chuki. Hata hivyo, Duale amekanusha madai hayo, akisema maneno yake yalitolewa nje ya muktadha. Anasema alikuwa akitumia methali ya Kisomali kuelezea umuhimu wa usawa na ujumuishi, na kwamba hakukuwa na nia ya kulenga au kudhalilisha jamii yeyote. Huku uchunguzi wa NCIC ukiendelea kuhusu matamshi ya waziri wa afya Aden Duale, wananchi tuliowahoji wanamtaka aombe msamaha jamii ya Wakikuyu, wakisema kuwa matamshi hayo yameleta mgawanyiko badala ya kuimarisha umoja wa Kenya. Nikiripotia runinga ya TAS mjini Thika, jina langu ni Victoria Mnyazi.